Unyamani ni pamoto kweli kweli. Hilo ndio jambo ambalo ninaweza kulizungumza hapa, na hii ni baada ya kuweza kushuhudia baadhi ya mambo kadha wa kadha yakiendelea katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Nilikuwa na taarifa ya mkataba wa golikipa wa Simba Musa Pimpi Kamara kuweza kufikia ukingoni mwishoni mwa msimu huu, jambo ambalo nimeona pia viongozi wa Simba wamekuwa wakipambana kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kumbakisha golikipa huyu, lakini pia baadhi ya viongozi wamekuwa wakivutana kuweza kujua hatima ya huyu ni kitu gani. Kuna magolikipa ambao wamekuwa wakipendekezwa kuweza kuchukua nafasi yake, akiwemo Fofana ambaye anakiwasha katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya pale kwa Ibenge, lakini pia yupo golikipa wa JKT Tanzania ambaye pia amekuwa akihusishwa kuweza kuchukua nafasi ya Musa Pimpi Kamara. Sasa jambo ambalo tunalishuhudia au tunaweza kulizungumza kwa sasa ni kwamba tayari makubaliano ya awali yamekwisha kupita kati ya Simba Sports Club wakikubaliana na golikipa Musa Pimpi Kamara kuweza kusaini kandarasi ya mwaka mmoja hii leo. Nafahamu kwamba Simba wamependekeza kuongezwa kwa mkataba wa miaka miwili zaidi hadi mwaka 2027 kwa Musa Pimpi Kamara, ambaye mkataba wake wa sasa ulikuwa unafikia ukingoni mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 2025, yani mwishoni mwa mwezi ujao, ikiwa inamaanisha mwezi wa 7. Sasa masharti mapya ambayo yameweza kujumuishwa kwenye uboreshaji wa mkataba wake ni pamoja na kumwekea mshahara wa shilingi milioni 31.1 ikiwa ni kama dola 12,000 hivi kwa mwezi. Hiyo ndo kibunda ambacho atakuwa anakivuta, shilingi milioni 31.1 za kibongo bongo, lakini pia kwa Marekani kidogo pale ni shilingi au ni dola za Kimarekani 12,000. So nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili usipitwe na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Till next time.